Nina imani Mungu anaendelea kukulinda. Barikiwe kwa kuendelea kufuatilia masomo haya yote ambayo tunaendelea kuyatoa na kuyapitiza kwenye channel hii. Mungu akubariki. Jana tuliona somo linaloelezea Mungu na mpango katika maisha. Tuliona kwamba unatakiwa kupanga maisha yako, unatakiwa kupangilia katika maisha, unatakiwa kuwa na mpango katika maisha, unatakiwa kupanga maisha yako. Usiishi bila mpangilio yoyote. Rafiki mpendwa na mtazamaji, leo tunaishi katika matatizo yamekuwa mengi. Hali ya krize inazidi kuongezeka. Tunajiuliza ni nini kitakachotokea baada ya gumu hizi ambazo zinajitokeza. Kumbuka, somo la leo linakuelekeza kutafakari kuhusu mpango wa akiba katika maisha yako, katika mazingira magumu. Wapi ambapo unaweza kukimbia? Kitabu cha Mithali 2:2 tafadhali, aya yake ni ya 3. Mithali 22 aya 3 inasema, mwenye busara huona hatari na kujificha. Mwenye busara huona hatari na kujificha. Rafiki mpendwa, kumbe katika hali ya magumu haya, katika hali ya krizi inayoongezeka, katika hali ya usumbufu ambao tunaishi, pahali pa kukimbia ni kuwa na busara. Na mwenye busara katika maendeleo, katika uchumi, ni yule anayejua siri ya kufanya akiba. Ni nani tunaweza kukumbuka katika siri ya kufanya akiba? Yule ambaye tunaweza kukumbuka na anayetufundisha, tutamsoma siku zijazo vizuri, anaitwa Yusufu. Kumbuka Yusufu katika mji wa Misri alivyofanya siri yake kwa ajili ya kuokoa mji wa Misri na kuokoa nchi jirani wakati wa njaa kubwa iliyotokea. Alijua siri ni katika akiba. Ndio maana akiba, walifanya akiba wakati kipindi cha kuvuna mavuno, kipindi kikubwa kilichotokea, walijua siri katika kufanya akiba. Hiyo jambo ni katika Mwanzo 41. Hapo utaona siri ya Yusufu. Na sisi ambao ni Wakristo, wewe ambaye ni mtu wa Mungu, jifunze kufanya akiba. Jifunze kufanya akiba. Tatizo la watu wengi leo ni matumizi ovyo ovyo. Unakuta wengi, unapokuta watu wakilia, ukikuta mtu akilia kwamba uchumi umekuwa tatizo, ukikuta mtu akilia krizi, ukikuta mwingine anapolia, usizanie yeye analia kwa sababu amekosa pesa. Kuna mwingine utamkuta akilia ni kwa sababu alipata pesa lakini alizitumia ovyo ovyo. Unakuta wengi wanalia, tunalia, wengi wanalia. Si kwamba wengi kati ya wale wanaolia ni kwamba wamekosa pesa, lakini wengi wanalia ni kwa sababu walipopata pesa walizitumia ovyo ovyo. Sasa swali ya msingi katika wakati huu, unatumiaje pesa zako? Je, unatumia kwa busara pesa zako? Uona namna unavyoishi. Ukiona kitu kipya unapenda kiwe chako. Ukiona nguo, mtu amenunua nguo ya mpya, unapenda na wewe uivae. Ukiona mtu anabeba simu ya mpya, unapenda ubebe na wewe uguse simu hiyo. Hiyo utashindwa maisha wewe. Wengi wameshindwa kwa sababu ya hali hii ya kutumia vitu ovyo ovyo. Kumbuka Mithali 21 aya 12 inavyosema, hazina ya kutamanika huwa nyumbani mwa mwenye hekima, bali mpumbavu huyateketeza. Hazina ya kutamanika inaonekana katika nyumba ya mwenye hekima. Katika kubarikiwa kwako katika pesa zako, ziwe ndogo kubwa, jifunze kuwa na hekima. Leo kuna watu wanakula vizuri, leo wanavaa vizuri, hawana mtaji, hawana msaada wa dharura. Wapendwa, kuna watu kama wale leo utawaona. Maendeleo hayaanzi mfukoni, hayaanzi mfukoni mpendwa, lakini maendeleo yanaanza akilini. Yaani wale ambao wameendelea, usiwatazamie kwenye mifuko, usiwatazamie kwenye magari, lakini ona kwenye vichwa vyao muna nini. Yaani maendeleo mema inaanza wapi? Kichwani. Ndio maana rafiki mpendwa, inabidi wewe pamoja nami tutafakari vizuri. Akili yako imeendelea ama je, haijaendelea? Kuna wengi unakuta wanasema akiba
mimi siwezi kuweka akiba kwa sababu sina pesa. Akiba haianji kwenye pesa nyingi, hata ile 10,000 tu, shilingi sijui ngapi, sijui franga ngapi, kuta franga ngapi, hiyo anja akiba. Hiyo inakusaidia sana katika maendeleo yako ya kiuchumi. Rafiki mpendwa, tunapofunga somo la leo, na kusihi upime kutafakari maisha yako, umeweka nini? Maisha yako unafanya nini? Mungu akubariki kwa jina la Yesu. Amina.